Bwana Dazo, mambo vipi? Bwana, mambo safi. Majina yangu mimi ni Azam photographer, the biggest brand in the Rock Beach Garden, Mwanza, Tanzania. Kwanza mimi nashukuru kukutana na ndugu yangu wewe. Jina lako la Azam lilitokea wapi? Nini chanzo cha jina lako kuitwa Azam? Swali zuri. Jina la Azam limetokea mbali sana, kwa sababu Rock Beach pia nimekaa muda mrefu sana, na kabla ya kuwa photographer nilikuwa na uza product za Azam. Nilikuwa si chase na kampuni lolote tofauti na Azam. Nilikuwa nauza ice creams, soft drinks hizi za Azam. Kwa hiyo watu kuanzia ofisini hapa Rock Beach ikawa ni Azam. Kwa hiyo ikawa ngumu sana hata jina langu. Kwamba kazi ulianzia hapa kabla nilianza kazi muda mrefu, lakini nilivyofungulia hii tayari nilikuwa Azam nafanya kazi. Kwa hiyo nikaona ni fursa kuja kuinvest hapa kwenye swala tu la kuuza bidhaa za Azam. Sasa ni nini kilikufanya ukatoka kwenye hizo bidhaa ukaja kwenye photographer? Mimi nadhani kulingana na, kwanza Azam nimefanya kazi muda mrefu, nadhani ni kama miaka 5 au zaidi Unafanya kazi kwa nauza hizo bidhaa za Azam. Kwa hiyo kwa sababu hili eneo fursa zilizopo nyingi ikiwepo picha, niliweka kwenye ofisi zangu hizo za kuuza product za Azam, niliweka kijana mimi nikaingia kwenye swala zima la photographer, kwa sababu napenda style mambo unajua kazi zile hapa picha nilikuwa napenda kabla. Kwa hiyo nikaona ni kama fursa kufanya kazi. Unakumbuka kama uliacha kuwa photographer wangu? Unakumbuka? Nakumbuka vizuri. Sawa, labda kwenye kazi hiyo photographer ndio umetoka kwenye kuuza bidhaa za Azam, jina likawa limekuwa unaitwa Azam. Sasa watu walikupokeaje kwenye upigaji wa picha tofauti na walivyokuzoea kwenye uuzaji wa bidhaa? Kwanza namshukuru Mungu, mapokezi ya kwenye hii kazi ya picha nilipokelewa vyema na nilipata wateja na ninao wateja. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Kwa hiyo mafanikio yake yakoje kwenye kazi yako? Mafanikio kwenye hii kazi, kwa sababu mpaka sasa hivi pia na miaka kama 5 kwenye kazi ya kwenye swala la photographer. Kwa hiyo mafanikio kwa kweli yapo, kwa sababu picha imenifanya nijiwezeshe. Nilikuwa sina mtu kingine. Umeshawasi ndio? Safi sana. Kwa kumbe unaweza ukawa unapiga kazi hapo unawahi unakuta kila kitu tayari, tofauti na zamani ulikuwa unawahi hata kujifikia mwenyewe, si ndio? Kwa sababu na behind the success money ndio there is a. Kwa hiyo niliamua kuoa. Huyo mwenza wako amesaidia sana kwenye mafanikio yako, labda kwenye kazi? Amesaidia kwa sababu unajua sisi wanaume sana tunakuwa busy na kazi. Kwa hiyo hata swala la usafi usipokuwa na mtu au pengine wa kukufulia changamoto, na kazi zetu hizi kwanza kabisa uzingatie smart. You must be smart. Tunakutana na watu tofauti. Huwezi kuwa alafu mtu unapiga picha. Wewe mambo smart. You must be smart. Okay. Sasa labda unaweza kuwa na ushauri gani kwa vijana ambao labda kuna photographer wengi sana ambao wanafanya kazi za photographer? Sawa. Sasa labda kwa nini kwa shauri ili uweze kufika kama ulipofikia labda kwa kiasi fulani? Cha kushauri mimi nadhani ni kuweka bidii tu. Hasa katika unajua kazi zetu hizi pia ni kazi cha kwanza inahitaji uaminifu, kwa sababu unampiga picha mteja kaja siku ya kwanza unamconvince, pengine hajui swala la picha kwamba tunapiga picha soft copy. Kwanza sisi tunapiga picha soft copy. Soft copy yani unampiga picha mteja, haumpi ya karatasi hard copy, unampa soft. Ina maana
anakulipa pale pale, umekutana naye hiyo siku anakulipa. Then unaenda na edit kama ni kuitengeneza, kwa sababu lazima uitengeneze ikae kwenye muonekano mzuri kama zile za kwako. Ndio zile kweli na anakuwa amekulipa. Kwa hiyo unahitaji uaminifu, na inawezekana sio mkazi wa Mwanza, anakulipa hela yake, anakuachia picha pia uko nazo, anaenda. So unachokifanya wewe sasa, umeshachukua namba yake umtumie. Kwa hiyo cha kwanza ni uaminifu ili aje kurejea. Ni kweli. Hakuna haja ucheleweshe picha, labda kwa mtu anapiga picha leo ipate siku hiyo, labda unachelewesha hata siku 3, labda haufanyi hivyo, labda ndio maana watu wanakuambia, sababu mimi ukinipiga picha mara nyingi huwa ni siku hiyo nilikuwa nasipata. Uko sahihi, lakini pia umekuwa kama na bahati, kwa sababu ina depend. Unaweza kukuta una wateja wengi, labda siku hiyo unajua tunapiga picha wewe mwenyewe, tena baadaye ukakae utengeneze ukala grade. Unajua mteja ni mweusi au ukimfanya kuwa mweupe, hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kazi yetu na pia yani utakiwa utulie kwanza. Kwa hiyo unaweza kujikuta siku hiyo una picha nyingi, ni lazima mteja mwambie, bwana, hata kama ulikuwa umemwahidi pengine naomba nikutumie usiku, ikishindikana namba unayo, ndio unatakiwa muinform kwamba bwana, nimeshindwa kutimiza ahadi, nilikuahidi nitakutumia usiku lakini nimeshindwa kwa sababu 1, 2, 3, naomba nikutumie kesho. Labda sasa tuje kwenye swala lingine, labda unajua kila kazi na haikosi changamoto. Kwa hiyo kila kazi inakuwa na changamoto yake. Labda changamoto kubwa ni ipi hasa ambayo wewe unakumbana nayo? Labda changamoto hiyo inakufanya unakuwa hapo vizuri sana kwenye kazi yako. Swali zuri. Kama ulivyotangulia kusema kwamba hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Saizi bwana, changamoto tulionayo kwanza kabisa ni swala la teknolojia. Naweza nikasema teknolojia inakuwa sana. Kuna watu sasa hivi kumpiga picha mpaka utumie nguvu nyingi sana, ushawishi wa hali ya juu sana, kwa sababu wanaamini watu sana. Mtu anaweza kukwambia hii simu, kwa mfano iPhone, nimemtaka hapo, nimenunua pesa ngapi? Sasa hii leo yangu naweza nikavuta ule ndima leo, yani nikikwambia ndio picha yangu ni kama hiyo. Kwa hapo sasa inabidi tena uanze kumuelekeza sasa kitaalamu kwamba utofauti kamera ni special quality. Sidhani simu kama zilizokata kitu ambacho tunataka sisi kwenye kamera. Sababu ni changamoto kubwa, tunatumia nguvu sana tofauti na miaka 3 au 2 ya nyuma. Okay, kwa sasa mtu anakuja location anakuwa na simu yake tena wanaelekezana kupiga hivyo. Hiyo ni changamoto namba moja. Changamoto ya pili nadhani ni strong sana. Mimi nadhani changamoto kubwa ni okay, sawa. Labda kwenye kazi yako kabisa, yani achana na wateja, kwa sababu kweli wateja tunawatafuta kwa manati. Muda mwingine unakutana na watu ambao wana uwezo kuwa na vifaa vyao kupiga picha vizuri. Sasa labda kwenye kazi yako, kama kazi yako wewe tofauti na wateja, wewe kama unavyofanya kazi yako, kuna changamoto gani ambayo unakutana nayo tofauti na wateja kama wateja? Kwa sababu mnaweza mkaomba wengi sana hapa location, kuna makameramani wengine, labda hakuna ule mwingiliano wa wateja kati ya makameramani wenzako na wengine labda. Uko sahihi, swali zuri. Nitakujibu kama ifuatavyo. Unajua kitu kizuri kinajiuza. Ndio. Mimi ninachokiamini sana ni kuwa tofauti tuna mafotografa. Mimi nahakikisha bro nikipiga picha bila kuchelewesha, na hapo nakuwa nimekwambia kabisa bwana, natakiwa 1, 2, 3. Kwa hiyo nachokiamini mimi ni kazi yangu kwamba inatakiwa iwe tofauti na niwe tofauti kuanzia appearance pia hata kwenye kazi. Pesa inatakiwa niwe tofauti. Mteja wangu ni mteja wangu. Hapo kuna wengine kwa sababu ya wingi
wa mafotographers kwenye eneo letu hili la Rock Beach, lakini kuna wateja pia ambao wamejaribu kwenda kwa mtu mwingine, lakini wakarudi kusema kazi yako bwana ni nzuri. Acha tufanye kazi.